Miezi 6 baadaye, gari la Ray lilikataa kabisa. Injini ilitoa sauti ya mtu anayekohoa damu, kisha ikanyamaza. Ikanyamaza kama kinywa cha mfu. Ray alijaribu kutengeneza kwa spana zake mwenyewe, kama kawaida, kwa sababu hakuwa na pesa za fundi. Akachambua injini, akasafisha carburetor, akabadilisha mafuta. Akaligonga gari kwa nyundo akidhani litawaka tena. Lakini gari likakataa. Lilibaki kama kopo pale kwenye karakana ya nyumbani. Hata wewe umenichoka. Sasa nitaendesha nini? Nitalisha familia vipi? Nitafanya kazi gani? Alianza kufanya day worker, kuosha magari ya watu, kubeba mizigo sokoni, kusubiri kwenye vichochoro akitafuta kazi ya siku moja. Alishindwa kulipa ada shuleni kwa Jenny. Madeni yakawa mengi shuleni. Siku moja simu yake iliita. Habari baba Jenny, deni lako la ada limezidi. Ufike shuleni kesho. Kama hutakuja na suluhisho, mtoto wako atafukuzwa. Na sisi tumechuka kuwa na huruma kwa wazazi wavivu. Ray aliangalia mikono yake. Haikuwa na chochote, hata doa la kalamu. Alimwangalia Mariam. Alijua atamkemea tu. Kesho tunakwenda shuleni pamoja mwanangu. Baba, watanifukuza. Nitalia mbele ya darasa lote. Hakuna atakayekufukuza mbele ya baba yako. Hata kama baba yako sina chochote, nitazungumza na walimu wako na watanielewa tu. Walifika shuleni. Walikutana na wazazi wengine wenye madeni. Wazazi wenye nyuso za kuvunja moyo. Wengine hata walikuja na mikeka kwa sababu walijua watakaa muda mrefu. Wote waliingia kwenye ukumbi. Kisha wamiliki wa shule wakaingia. Mzee Lubiza na mkewe Jessica. Hii si shule ya misaada. Hii ni shule ya biashara. Leo tunatangaza watoto wenu wote wenye madeni makubwa watafukuzwa. Kaeni nao nyumbani mpaka pale mtakapopata pesa ya ada. Siku zote tumekuwa tukiwaonea huruma, lakini sasa tumechoka. Wazazi walivunjika moyo. Jenny alimshika mkono baba yake kwa nguvu. Alimshika kama anashikilia kiti cha ndege inayoanguka. Ndipo Ray akamwangalia Jessica. Akamtazama kwa makini. Akakumbuka mama mjamzito aliyekuwa akilia pembeni ya barabara. Akakumbuka gari lake bovu lilivyookoa maisha ya mama yule. Alisimama. Kisha akamfuata Jessica. Wazazi wengine walimwangalia kama amepoteza akili. Mzee Lubiza alikunja uso. Samahani, Bibi Jessica. Ninaomba nikuulize swali moja. Je, wewe ndiye yule mama mjamzito niliyempeleka hospitalini miezi 6 iliyopita? Yule aliyekuwa amelala pembeni ya barabara akilia kwa maumivu? Jessica alimwangalia Ray. Macho yake yakawaka kama taa za gari la mwenyekiti. Akakumbuka. Akakumbuka uso wa Ray. Akakumbuka gari bovu. Akakumbuka jinsi alivyomkabidhi kwa wauguzi bila kuuliza chochote. Wewe ndiyo yule dereva. Mungu amekuleta mbele yangu leo. Nilijifungua salama kwa sababu yako. Mtoto wangu yuko hai kwa sababu yako. Jessica alimkumbatia Ray mbele ya wazazi wote. Wazazi wengine walibaki midomo wazi. Mzee Lubiza alisimama kama amepigwa na radi. Alimuita Ray kando. Wewe ulimsaidia mke wangu wakati mimi nikiwa safarini. Hukutaka malipo. Leo nina deni kwako. Sema unachotaka. Sema kabla sijabadilisha mawazo. Sitaki chochote. Lakini ikiwa unaweza, msaidie binti yangu Jenny aendelee na masomo. Jenny atasoma bure hadi atakapomaliza darasa la 7. Na wewe utapata kazi ya kuendesha school bus hapa kuanzia kesho. Na utalipwa kila mwezi, si kila siku kama ulivyozoea.
Ray alipiga magoti, akalia. Lakini mara hii yalikuwa ni machozi ya furaha. Baba, sasa utanipeleka shuleni kwa basi? Hilo ni kubwa kuliko gari letu bovu. Mwanangu, hata ndege kabla ya kupaa huanza kwa kutembea ardhini. Miezi kadhaa ikapita. Ray alikuwa anafanya vizuri kwenye kazi ya school bus. Watoto walimpenda kwa sababu aliwachekesha kwa hadithi za gari lake bovu. Lakini siku moja, Mzee Lubiza alipoteza gari lake la kifahari, Range Rover ya rangi ya fedha. Alienda supermarket, akaacha gari nje kwa dakika 20 tu. Aliporudi, gari halikuwepo. Lilitoweka kama upepo. Gari langu, Range yangu ya milioni 60, imepotea. Nitawezaje kumwambia Jessica? Ataniua kwa ugonjwa wa moyo. Habari zilifika shuleni. Wafanyakazi walisikitika mno. Wote walikuwa wakimwomba Mungu, kila mmoja kwa imani yake, ili gari la Mzee Lubiza lipatikane. Ray aliposikia taarifa hizi, akakumbuka gari lake bovu lilipoibwa miaka 2 iliyopita. Akamkumbuka Jay, yule mtu wa mtaani anayewajua wezi wote wa magari kwa majina, kwa nyumba na hata vijiwe vyao wanavyokaa muda mwingi. Mzee Lubiza, najua mtu anayeweza kutusaidia. Nimewahi kuibiwa gari mitaa hiyo. Najua vijana wanaoyaiba. Najua mahali wanapopeleka. Naomba nikupeleke. Wewe ni dereva wa school bus. Unawezaje kujua wezi wa magari? Mimi ni dereva tax, mzee. Dereva tax anajua mtaa kuliko polisi. Dereva tax anajua wezi kuliko wao wenyewe. Dereva tax anajua kila kitu, isipokuwa jinsi ya kutengeneza gari lake mwenyewe. Mzee Lubiza alikubali kuongozana na Ray. Walifika kwa Jay. Jay alikuwa ameketi kwenye baraza lake, akinywa chai ya maziwa. Aliwapokea kwa tabasamu la mtu anayejua kila kitu, lakini anajifanya hajui. Ray, zamani sana. Umepata gari lako bovu? Leo umemleta mtu mkubwa. Huyu ana harufu ya pesa. Semeni shida nini na wasikiliza. Gari la Range Rover ya fedha limeibwa Jumamosi kwenye supermarket. Unalijua? Jay alinyamaza. Akanywa chai yake polepole. Alikunywa kana kwamba anamaliza shahada ya uzamili ya kunywa chai. Kisha akasema, milioni 2. Nami nitawaelekeza kabla gari halijapelekwa kwa bosi wao. Hii ni discount kwa sababu wewe ni Ray. Kama ni mtu mwingine, ningetaka milioni 5. Mzee Lubiza hakusita. Alitoa mfuko wa pesa mfukoni, kana kwamba alijua atahitaji fidia siku hii. Alihesabu milioni 2 taslimu. Akamkabidhi Jay. Jay alizihesabu kwa macho ya mtu anayezipenda sana. Nendeni nyumbani kwa Hamza, yule bodaboda. Yeye ndiye aliyechukua. Bado haijapelekwa kwa boss. Mkifika kwa wakati, mtaipata. Lakini mkichelewa, gari itakuwa Kenya au Dubai. Fanyeni haraka. Ray na Mzee Lubiza walifika nyumbani kwa Hamza. Nyumba iliyochoka, iliyozungukwa na miti ya miembe. Nje alikuwa ameketi bibi yule yule, bibi wa Hamza, yule aliyelia hospitalini usiku wa kutoa damu. Ray aliposhuka, bibi alimwangalia kwa makini. Macho yake yakawaka kama nyota. Wewe ndiyo yule dereva, yule aliyemtolea damu mjukuu wangu, yule aliyemwokoa mjukuu wangu. Hamza, toka nje haraka,
Mungu amemleta mwokozi wako leo. Hamza alitoka nje. Alipomwona Ray, alipiga magoti mara moja. Akapiga magoti kana kwamba anamuona mtume. Wewe ndiye uliyenitolea damu. Bila wewe, nisingekuwa hai leo. Nimekuwa nikikutafuta kukushukuru kwa miezi. Hatimaye leo nimekuona. Hamza, tumekuja tuna ombi moja. Hilo gari la Range Rover ulilolichukua Jumamosi, tunalitaka. Tunajua ni wewe. Hatutaki polisi. Hatutaki vurugu. Tunataka tu gari kwa amani. Hamza alinyamaza. Uso wake ukawa mweupe kama ukuta wa kanisa. Akatazama chini. Akamtazama bibi yake. Akamtazama Ray. Kisha akasema, kwa heshima yako, nitarudisha. Gari lipo karakana. Bado halijapekekwa kwa boss. Nifuateni. Kama umependa simulizi hii, basi tunakukaribisha kuendelea kusikiliza sehemu inayofuata. Hakikisha umebonyeza subscribe ili uwe wa kwanza kuipata punde tu itakapopostiwa. Usikose, kwa sababu hadithi hii ndiyo kwanza inaanza kuwa moto zaidi. Next Bongo, hadithi